Shujaa leo naenda kusomea maandiko. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Namaste. Okay, sasa leo tukasome maandiko kutoka Bwana wa majeshi, kitabu cha Injili. Injili, kama na Biblia yako fungua kitabu cha Injili sura ya 7 mstari wa 6. Injili ya nani? Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, ila kuna mchezo hapa. Injili ile haijaandikwa na Mathayo. Hakuna anayejua aliyeiandika. Okay, lakini huu ni mjadala mwingine. Tunaiamini kile ambacho kimesemwa na kuwekwa na wajumbe wa Mungu watakatifu. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Tunaamini hivyo. Let's assume ni kweli Mathayo alikaa chini akaandika. Okay. Bwana Mathayo ananukuu maneno ya Masihi, mwana wa Mungu Yesu Kristo. Anasema msiwape mbwa kilicho kitakatifu. Msiwape mbwa kilicho kitakatifu. Usiwape kitakatifu. Wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe. Msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe. Kwa nini? Kwa nini Bwana majeshi anasema hivi? Wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao, alafu wakageuka na kuwararua. Kumbe Bwana hapa, angalia, kuna watu Yesu anawaita mbwa. Kuna watu Yesu anawaita nguruwe. Hakuwa anamaanisha mbwa wanaobweka wala nguruwe wanaotafuna miogo. Alikuwa anamaanisha watu, ni lugha ya picha. This is metaphorical. Kuna watu ambao hawajui uthamani wa vitu vitakatifu. Kuna watu ambao hawajui uthamani wa lulu. Unajua vitu vitakatifu ni nini na lulu ni nini? Moyo wa upendo, moyo wa huruma, moyo wa kujitolea, moyo wa kujali, moyo wa msamaha. Hivyo ni vitu vitakatifu. Hiyo ni lulu. Mwanadamu mwenye vitu hivyo ana vitu vilivyotukuka, ana vitu vyenye thamani ya juu mno. Sasa kuna watu kikaa nao, yani wanapuuza, wanadharau hivyo vitu vya thamani ulivyo navyo. Kumbuka, mimi kusema kwamba hivyo vitu vitakatifu ni moyo wa upendo na huruma, sio maneno yangu. Nenda kasome Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, akinukuu maneno mbalimbali ambayo Bwana wa majeshi Masihi Yesu Kristo alikuwa anayaongea, akionyesha vile ambavyo kuna watu ambao ndio kwa mfano walikuwa wanawaita mbwa katika lugha ya picha, ama anawafananisha na nguruwe, vile ambavyo walikuwa hawana huruma, hawana upendo, hawajali ule moyo wa utu aliokuwa nao yeye na hata ambao walikuwa nao watu wengine. Hawa watu wa namna hii wanadharau vitu hivi vya thamani, na ukiendelea kuwa hapo kwa sababu unadhani tu kwamba okay, sio mbaya, natoa, nimeambiwa nitoe ili kutoa. Hawaishi tu kuvikanyaga chini, wanakugeukia, wanakurarua. Mfano huu wa aina hii ya watu ambao Yesu anawaita nguruwe, mbwa, ni sawasawa na watu ambao tunaita watu narcissistic people, watu manipulative. Ni watu ambao hawajali kuhusu wewe, hawathamini chochote kizuri kuhusu wewe. Yaani hivyo vitu vizuri wanavyoviona kwako, yaani wakikuona kwanza wanakukimbilia. Sio kwa sababu wanakukimbilia wewe, wanakimbilia ili waharibu hivyo vitu, wavitumie hivyo vitu. Yaani wakutumie wewe. Hawathamini hivyo vitu ulivyonavyo, vitu vya kipekee, vitakatifu na hiyo lulu. Watu wa namna hii, ukiwa mtu mwenye msamaha, wanautumia msamaha wako kinyume chako. Ukiwa na mtu mwenye huruma, wanautumia huo moyo wako wa huruma kinyume chako. Ukiwa mtu mwenye kujali na kujitoa, ndio wanakuabuse zaidi, wanakutumia zaidi. Alafu mbaya zaidi, hawashukuru. Yani bora akutumie tu alafu aseme okay, asante sana nimekutumia au nimekanyakanyaga. Anachokifanya kwanza, anadharau kile ulicho nacho, alafu anakugeukia wewe, anaanza kukushambulia, anaanza kuona una maana, appreciate ulicho nacho. Hivi unafahamu kwamba una kitu cha kipekee sana, ambapo kuna watu wana survive mahali fulani, wanajisikia vizuri tu kwa sababu wewe upo, lakini they don't appreciate kwa sababu ni mfano wa mbwa na nguruwe. Hawathamini kile ulicho nacho. Kuna wengine wenu nyinyi ndio mnaosababisha kampuni zenu, ndio mnasababisha taasisi mnazofanyia kazi zishamiri, zifanikiwe, lakini hao viongozi walio juu, they don't appreciate you. Wanakutumia zaidi, yani wanataka wakukamue mpaka uharibikiwe kabisa. Haya mambo yapo hadi kwenye dini. Naongea na watumishi wa Bwana wa majeshi.
Una kipawa kijana, you are talented. Uko pale kama huyo kiongozi kwenye hiyo sehemu, kwenye hiyo dini, hilo kanisa lilopo narcissist, ni watu wa namna hii, mfano wa mbwa na nguruwe, viongozi wa dini somewhere hapo ulipo, wataanza kukutumia na hawata appreciate kuhusu wewe. Yaani mpaka wakukamue uharibikiwe wanakutupa. They don't care about you. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba unatoa, unasaidia huduma zao. Siku umekwama, una hali ngumu ya kiuchumi, unaenda kupambana, anakuhitaji, unasema uko busy, anakwambia una kiburi. Kijana ameingia kiburi, ana roho ya kishetani. Msiwape lulu zenu mbwa, nguruwe. Msitupe vilivyo vitakatifu, msitoe vilivyo vitakatifu mkawapa mbwa au lulu zenu kwa nguruwe. Watavikanyaga na watawageukia nyie na kuwararua, watakugeukia na kukurarua. Yaani dawa ni hii, ukishashtuka huko maeneo hayo, watu wa namna hii, yaani hakuna njia nyingine zaidi ya kujitoa. Tambua thamani yako, tambua thamani yako. Huo moyo wako ulionao na hivyo vitu vya kipekee ulivyo ni dhahabu, ni vitu vya kipekee, ni sawasawa na lulu, ni vitu vitakatifu. Kwanza vinatakiwa vikunufaishe wewe. Huruma yako, hiyo namna ya kujitoa, itoe kwa ajili yako wewe kwanza. Uone manufaa, huo upendo wako, jionyeshe upendo wewe kwanza. Usiruhusu mtu asiyefaa wa mbwa na nguruwe, ambao wengine unaweza kaita ni adui zako, kukaa katika meza yako. Alafu siongei tu kichwani kwangu. Tunasoma kwenye Biblia, kasome Zaburi 23. Daudi anasema hivi, Mwenyezi Mungu Baba wa mambo yote ameniandalia meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Yaani hivi, yaani kwenye ile meza yake Daudi, watesi wake wanaona lakini hawakai kula. Lakini wewe unajifanya una huruma zaidi, mtu wa Mungu, unakaribisha adui zako, watu wasiokupenda, wasiokutakia mema, wakai kwenye meza yako. Yaani unakaribisha kulala na nyoka kwenye kitanda chako. Uking'atwa hakuna wa kumlaumu. Usimlaumu Allah subhana, usimlaumu Jah, usimlaumu Yehova, usimlaumu Yahweh, usilaumu Brahma. Don't blame anyone. Kwa sababu wewe mwenyewe umeamua kutoa lulu yako na vitakatifu ulivyo navyo kampa mbwa na nguruwe. Hawavithamini, hawezi kuvijali. Upo kwenye mahusiano, yaani huyu mtu kadri unavyompenda ndivyo anavyozidi kukuumiza. Kadri unavyomsikiliza, unavyojitoa kwa ajili yake, ndivyo anazidi kukutesa. Anakudhalilisha mbele ya watu, hakuthamini, anakuchukulia kama takataka. Anaweza kuwa na mahusiano na watu wengine, hakujali na hayuko tayari hata kuwajibika, kuchukua wajibu, labda kwa dosari ambazo, makosa ambayo ameyafanya kinyume chako. Lakini unabaki hapo unasema eti kwa jina la Bwana wa majeshi sameheni 7 mara 70. Haikuwa inamaanisha hivyo. Kumsamehe mtu, kumpenda mtu, haimaanishi kuendelea kumpa nafasi ya kukukanyaga na kukutafuna. Ndio maana Yesu mwenyewe alikuwa anakaa mbali na watu hao, watu waovu. Sio kwamba anawachukia, lakini alikuwa anajitenga nao. Sio kama unaelewa? Na walivyokuwa wanamfatafata, kuna wakati alikuwa anawapa makavu live, hawakurudia tena kumtafuta. Sio, unaelewa? Kuna watu wanastahili kuwaletea ukweli machoni pao, wawekee ukweli usoni pao, waionje test ya dawa yao wenyewe. Tunaelewa shujaa? Kwa jina la Bwana wa majeshi.